Jua la alasiri lilikuwa likipasha joto mawe laini kando ya mto mdogo. Mto ulikuwa ukibubujika kwa furaha. Theo Kobe alikuwa amesimama ukingoni mwa maji akitazama maji yakipita. Alikuwa amepita njia hii mara nyingi, lakini leo kulikuwa na kitu kipya. Mawe bapa yalikuwa yamepangwa mstari yakivuka sehemu pana zaidi ya mto, na ng'ambo ile nyingine karafuu nyingi zilikuwa zimemea laini na nzuri. Theo alitaka kuvuka sana, lakini maji yalikuwa yakikimbia kati ya mawe. Mengine yalikuwa yakiyumba yumba mkondo ulipoyasukuma. Theo aliinama kichwa chake na kutazama njia kwa makini, kwa sababu Theo aliamini mambo mazuri huja kwa yule anayesubiri na kutazama. Lakini kutazama pekee yake hakukutosha kumfikisha ng'ambo. Chura mdogo mchangamfu aliruka kutoka nyuma ya matete marefu yaliyokuwa yakimea kando ya mto. Akatua karibu na Theo. Plashi, chura huyu alikuwa rafiki wa zamani wa Theo. Walikuwa wamekuwa pamoja kando ya mto huu. Alasiri nyingi walikuwa wamezitumia pamoja kando ya maji. Chura alimwona Theo akitazama mawe ya kuvukia. Akamuuliza, kuna nini rafiki yangu? Theo akaeleza pole pole. Alitaka kufika kwenye karafuu ng'ambo ile, lakini mawe yalionekana kutokuwa imara na maji yalikuwa na kina kirefu mno kwa Kobe kuyapita salama. Wasiwasi ulikaa kati yao kama jiwe dogo ndani ya kiatu. Kobe mpole na mwangalifu atavuka mto wenye haraka na mshangao. Chura alikuwa na hamu ya kusaidia. Akasema, turuke tu, ni rahisi sana. Kabla Theo hajamjibu, chura akaruka kutoka ukingoni hadi jiwe la kwanza, kisha la pili, kisha la tatu. Alikuwa akiruka kwa wepesi, akitwa vizuri kila wakati, lakini alipogeuka kutazama nyuma, Theo kuwa amesogea hata kidogo. Miguu ya Theo ilikuwa mifupi, gamba lake lilikuwa zito. Kuruka si jambo ambalo Kobe anaweza kufanya. Njia ya chura ya kuvuka haikufaa kwa Theo. Sasa tatizo lilionekana kubwa zaidi kuliko mwanzo, kwa sababu suluhisho rahisi zaidi lilikuwa limeshindwa tayari. Theo alivuta pumzi kubwa. Akaweka mguu moja kwa uangalifu juu ya jiwe la kwanza. Jiwe lilishikilia vizuri. Akahisi cheche ndogo ya matumaini, lakini alipojinyosha kuelekea jiwe la pili, liliyumba vibaya sana. Maji yakamrushia matone juu ya tumbo lake. Theo akarudi nyuma hadi jiwe la kwanza. Akasimama kimya kabisa. Moyo wake ulikuwa ukidunda kwa kasi. Kwa muda hakuwa na uhakika kama angeweza kufanya hili. Shaka hiyo ilikaa juu ya gamba lake kama jiwe jingine zito. Chura aliruka kurudi kwenye mawe hadi ukingoni. Akaketi kando ya Theo. Kwa muda hakuna aliyesogea. Theo aliamini mambo mazuri huja kwa yule anayesubiri na kutazama. Kwa hiyo akatazama mto kwa makini. Akaona jinsi maji yalivyosukuma mawe mengine kwa nguvu, na mengine yakabaki kimya karibu. Chura naye aliketi kimya. Jambo hili lilikuwa la ajabu kwa sababu vyura hawajulikani kwa subira yao. Kisha chura akasema jambo la kushangaza. Akamuuliza Theo kwa upole, labda tunahitaji kutafuta njia ya kufanya hili pamoja badala ya peke yetu. Swali hilo lilining'inia hewani kama nyimbo ya mto yenyewe. Theo akaona kitu muhimu. Mawe yaliyoyumba zaidi yalikuwa kwenye sehemu ya mto yenye mkondo mkali zaidi. Akamwonyesha chura. Chura naye akaona kitu. Kulikuwa na mawe bapa yaliyotawanyika ukingoni mwa mto. Yalikuwa na ukubwa unaofaa kabisa kuwekwa kando ya mawe yanayoyumba. Kama chura angeweza kusukuma mawe hayo ndani ya maji, mawe ya kuvukia yangeweza kushikilia vizuri kwa Theo kutembea juu yake. Kwa mara ya kwanza alasiri hiyo, Theo alihisi wasiwasi kifuani mwake ukipungua
kidogo. Sasa walikuwa na mpango uliotumia nguvu za wote wawili. Tatizo halikuwa limebadilika, lakini jinsi walivyolitazama, hiyo ndio iliyobadilika. Chura aliingia mtoni pole pole, karibu bila mawimbi. Akaogelea hadi jiwe lililoyumba zaidi. Akazama chini ya maji. Akaanza kusukuma jiwe papa kwenye pengo chini ya jiwe la kuvukia. Akasukuma kwa miguu yake ya nyuma yenye nguvu. Theo alitazama kutoka ukingoni. Akampigia kelele za kumshajiisha. Akamwambia ni upande gani ulihitaji msaada zaidi. Chura akatokea juu ya maji. Akavuta pumzi. Akazama tena. Na wakati huu jiwe la kuvukia likasogea na kukaa imara mahali pake. Jiwe moja sasa lilikuwa thabiti. Chura alimtazama Theo kwa tabasamu pana la fahari. Chura akasogea hadi jiwe linalofuata lililoyumba, kisha lingine. Akaweka mawe chini ya kila moja. Theo alimwongoza kwa subira kutoka ukingoni. Mawe mengine yalihitaji mawe mawili ya ziada. Chura ilibidi arudi ukingoni mara mbili kutafuta mengine. Theo alisubiri kila wakati bila haraka, kwa sababu subira ndio zawadi aliyoweza kutoa wakati chura alitoa kasi na nguvu. Chura alipomaliza jiwe la mwisho, mstari wote wa mawe ulikuwa umekaa imara na thabiti kwenye mto. Kile kilichoonekana haiwezekani saa moja iliyopita silai kai. Kilionekana kama njia salama na imara. Theo akaweka mguu wake juu ya jiwe la kwanza. Halikuyumba hata kidogo. Akasogea hadi la pili, kisha la tatu. Pole pole, hatua kwa hatua, kila jiwe lilishikilia imara chini yake. Chura aliruka kando yake akikaa karibu, ikiwa Theo angehitaji msaada na kitu fulani cha joto. Na kimya kilipita kati yao. Hisia ya kuwa pamoja kweli kweli. Theo aliamini mambo mazuri huja kwa yule anayesubiri na kutazama. Na sasa alielewa kitu zaidi. Mambo mazuri pia huja kwa yule anayemruhusu rafiki kusaidia. Hiyo ndio kweli laini iliyokaa moyoni mwake, kama jiwe laini linalopata mahali pake kwenye kitanda cha mto. Theo alishuka kutoka jiwe la mwisho na kukanyaga ukingo laini wa ng'ambo ile nyingine. Karafu zilikuwa nene zaidi na zenye harufu tamu zaidi kuliko alivyowazia. Chura akatua kando yake kwa plashi ndogo ya furaha. Wote wawili waligeuka kutazama mawe ya kuvukia walioyatengeneza menesai. Pamoja sekai pendi misu kuriai. Satu sungri ulibubujika na kukimbia, lakini haukuonekana tena kama kitu kilichowatenganisha. Ulionekana kama kitu walichokivuka bega kwa bega. Theo akamwambia Chura kwa upole, nisingeweza kufanya hili peke yangu. Chura akasema, bila subira yako na macho yako makini, mawe yasingewekwa vizuri kamwe. Wasiwasi uliokuwa umemlemea Theo alasiri nzima ulikuwa umetoweka kabisa. Mahali pake kulikuwa na kitu chepesi zaidi. Alasiri ilikuwa imekuwa ya dhahabu na joto. Theo na Chura walijilaza kwenye karafu laini kando ya mto. Maji yaliimba wimbo wake wa upole juu ya mawe ya kuvukia. Sauti hiyo ilikuwa kama wimbo wa usingizi ulioundwa kwa ajili yao tu. Theo akaelewa kitu kimoja. Kupata mahali pako si kuhusu kuwa upande huu au ule wa mto. Ni kuhusu kuwa na mtu atakaye kusaidia kuvuka. Chura akakunja miguu yake chini yake. Akaegemea kwa upole kwenye gamba la Theo. Hakuna hata mmoja wao aliyetaka kuwa mahali pengine popote duniani kote. Hapa ndipo hasa walipopaswa kuwa. Mto ulinong'ona kwa upole. Theo akakunja miguu yake ndani ya gamba lake. Chura akajikunjia karibu naye kwenye karafu
nguvu ya joto. Macho ya Theo yakawa mazito. Alihisi amani kutoka kichwani hadi vidoleni, kwa sababu wasiwasi wa kuvuka ulikuwa umekwisha, na rafiki yake alikuwa hapa hapa. Mawe ya kuvukia yalisimama imara mtoni, ushahidi kwamba kufanya kazi pamoja kulifanya jambo lisilowezekana lionekane rahisi. Kila kitu kilikuwa kimya sasa. Kila kitu kilikuwa salama. Marafiki wote wawili wakaanza kulala polepole, ule usingizi mzito wa joto unaokuja baada ya siku nzuri ulioishiriki na mtu muhimu. Ilikuwa wakati wa kupumzika, wakati wa kuota, na wakati wa kujua wewe unapaswa kuwa hasa mahali unapopendwa.